Karibu kwenye sehemu ya pili ya utambuzi wa kitabu chetu cha How to Win Influence and Influence People. Tunaendelea na kauli inayofuata, ni kuwa msikilizaji mzuri. Wahimize wengine kuzungumza kuhusu wenyewe. Kuwa msikilizaji mzuri ni muhimu. Himiza watu wengine wazungumze kuhusu wao wenyewe. Tatizo ni kwamba watu wengi wanafikiri kuzungumza mengi au kuongea sana ndio kuwa mzungumzaji mzuri. Hapana, ukweli ni kwamba kusikiliza mengi ndio kuna kufanya kuwa mzungumzaji bora zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watu wanapenda kuzungumza kuhusu wao wenyewe zaidi ya kusikiliza kuhusu wewe. Msikilizaji mzuri ni nadra. Kwa hiyo ina thamani kubwa. Kuna mambo gani ya kusikiliza? Kwa takwimu mtu anatumia masaa 9 kwa siku kuzungumza au kusikiliza. Lakini hatujawahi kufundishwa jinsi ya kusikiliza. Matokeo yake wengi tunakwaruzana, tunafikiria tutasema nini baadaye, unaona? Sasa hii ni namna ya kuwa msikilizaji mzuri. Mwangalie mtu. Unapokuwa unasikiliza, mwangalie mtu au mzungumzaji. Usitazame simu, saa, au usiangalie watu wengine au usiangalie chini. Hapana, angalia macho ya mzungumzaji, mtazame usoni. Onyesha unasikiliza. Lakini pili, unatikisa kichwa. Onyesha unaelewa na unakubali. Tikisa polepole. Respond kama ndio, naelewa, sawa kabisa, mambo kama hayo. Pia uliza maswali. Unaona? Kuuliza maswali inakusaidia kuonyesha kwamba uko pamoja na unafuatia kwa ukaribu kinachozungumzwa. Pia usiingilie, yaani usifanye interruption. Unaona? Lakini pia onyesha kwamba unajali. Uso wako unaonyesha kama unajishughulisha na nini hivi. Unaona? Unafikiria uzuri wa unachokisikiliza hivyo. Hakikisha uso wako unaonyesha presence, unaonyesha nuru. Sasa kuna kitabu, kuna hadithi moja. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya party, alikutana na kiongozi maarufu. Sasa baada ya kuzungumza kuhusu yeye mwenyewe, alimuuliza kiongozi kuhusu safari yake hivi karibuni. Sasa kiongozi alizungumza kwa masaa mawili. Baada ya party, kiongozi alimwambia mtu mwingine, "Wewe ni mzungumzaji bora niwahi kukutana naye." Lakini mtu yule akuzungumza hata dakika 10, alikuwa akisikiliza tu. Sasa funzo ni kwamba msikilizaji mzuri huwa ni mzungumzaji mzuri. Unaona? Sasa kuna swali lingine ya bibi aliyechangamka. Sasa huyo bibi alikuwa akipata wasiwasi na kukosa usingizi sana. Sasa madaktari hawakumsaidia. Mwisho alikutana na huyo Kanjay, mmoja mwandishi. Sasa Kanjay akamwambia chochote. Alimsikiliza tu. Bibi alizungumza kwa masaa 3 kuhusu maisha yake, shida zake na kadhalika. Mwisho bibi alisema, "Wewe ni daktari bora niwahi kuzungumza nawe. Nashukuru sana." Sasa lakini Chaji hakuwa daktari na hakusema chochote, alisikiliza tu. Funzo nini? Mara nyingi watu hawahitaji ushauri, wanahitaji tu mtu wa kuwasikiliza. Kuna makosa ya kawaida. Kwa mfano, kuingilia kwa mfano mtasema kwamba nilipata accident wiki jana, wewe na mimi pia nilipata accident mwaka fulani. Sasa matokeo yake anahisi kama vile hujali kuhusu nani yake. Yaani mtu anapokuwa na kitu cha kuelezea, msikilize, usiinterrupt kwamba hata mimi bwana nimewahi kukutana hiki na hiki. Hapana. Hiyo ni kosa. Umeona? Lakini pia kuna ile mtu anatoa ushauri wa haraka. Kwa mfano mtu kwamba nina shida na boss, wewe unataka kufanya nini? Au na hivi na vile. Yaani sasa mtu anahisi kwamba hujaelewa hali yake. Umeona? Jambo sio zuri. Kanuni nyingine, zungumza kuhusu maslahi ya mtu mwingine. Kila mtu ana kitu anachokipenda. Kuna kazi zao, hobby zao, watoto wao, ndoto zao, familia zao, shida zao na kadhalika. Ikiwa unazungumza kuhusu hayo, mtu hataweza kuacha kuzungumza nawe. Yaani ukiwa unazungumza kuhusu hali zao au mambo yao, lazima hawawezi wakaacha kukusikiliza. Mfano, angalia ofisi yao, angalia nyumba yao, angalia mambo wanayofanya, kama ni mavazi, timu gani unazipenda, hivi na vile. Unabezi na mambo ambayo unayapenda. Hapo lazima ukiinitiate mazungumzo, lazima watakusikiliza. Sasa kuna mfano kutoka kwenye kitabu. Huyu Carnegie alikuwa anataka kukutana na tajiri mmoja hivi wa kampuni ya kemikali. Sasa
tajiri huyu alikuwa ni mgumu sana kumpata, yani alikuwa ni ngumu sana kupatikana. Sasa watu wengi walikuwa wanajaribu kumtafuta kukutana, lakini walikuwa wanashindwa. Sasa huyu Carnegie alivyofanya, kabla ya kukutana, Carnegie alijifunza kuhusu hobi ya tajiri huyo. Aligundua kwamba tajiri yule anapenda kukusanya maua, yani alikuwa ni tajiri ambaye alikuwa anapenda sana maua. Sasa Carnegie alisoma vitabu kuhusu maua haya kwa wiki 2. Sasa wakati wa kukutana, Carnegie aliuliza kuhusu maua. Tajiri alichangamka sana. Walizungumza kwa masaa 3. Si kuhusu biashara, si kuhusu maua, hapana. Mwisho tajiri alisema, "Carnegie, wewe ni mtu wa kuvutia sana. Tafadhali karibu tena." Sasa huyu Carnegie alitarget kwamba yule anapenda nini. Umeona? Kwa hiyo akawa amepitia humo. Sasa hatimaye walipata biashara. Kwa jifunza kuhusu maslahi yao, wao wanapenda nini, na wao lazima watakupenda tu. Kuna story nyingine ya mtu mwingine anaitwa Theodore Roosevelt. Huyu alikuwa ni rais wa Marekani. Alikuwa na mbinu ya ajabu. Usiku kabla ya mgeni kuja, Roosevelt alisoma kuhusu mada anayoipenda mgeni. Kwa asubuhi alikuwa tayari kuzungumza kuhusu hiyo. Unaona? Sasa mgeni lazima atachangamka, atafurahi, anasema rais anajua kuhusu mambo yangu hivi na vile. Kwa kila mtu angempenda Roosevelt. Kwa funzo ni kwamba ikiwa rais ana muda kujifunza kuhusu maslahi yako, wewe una muda pia, wewe lazima uwe na muda pia. Umeona? Kwa hiyo pia inapply katika mazingira tofauti, kama ni kazini, wewe just angalia boss anapenda nini, anapenda muziki gani, anapenda familia, anapenda mchezo gani, jifunze. Umeona? Kwa ukipitia kwenye mambo anayopenda, lazima utakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na yeye, pia atakufurahia sana. Kama ni wateja, kabla ya meeting jifunza kuhusu kampuni yao, yani unaona, kwa lazima ujifunze kuhusu nini wanapenda. Kwa hata kwenye mahusiano pia au kwenye mapenzi, unaangalia crush anapenda nini, anapenda movie, anapenda muziki, anapenda michezo, jifunze yani. Sasa ukisha target hapo, lazima utakuwa una drag attention yake. Umeona? Kama ni familia vile vile, watoto wanapenda nini, wanapenda michezo gani, wanapenda nini, hiyo itakuwa ni jambo muhimu sana kwa ajili ya influence watu. Okay, sehemu ya 3 ni jinsi ya kuwashawishi watu kufikiria kama wewe. Hii nao pia na kanuni zake ndani yake. Na kwanza ambayo tuanza nao ni njia pekee ya kushinda debate ni kuiepuka. Njia pekee ya kuishinda debate ni kuiepuka. Huwezi kushinda argument au huwezi ukashinda mashindano ya hoja. Huwezi, kwa sababu ukishinda umepoteza, na ukipoteza umepoteza. Unafikiri kwamba kama nitashinda argument hii nitakuwa nimezunguliwa, yani sio sahihi. Kwa sababu hata ukishinda argument umepoteza mahusiano. Kwa nini argument haifai? Kwa mfano, kuna scenario hapa, unabishana na mtu, si ndio? Umebishana na mtu, ukishinda yule mtu anahisi anahisi kudhalilika, amani yake inakuwa imevunjika, kwao anaanza kachukia. Unaona? Kwa hiyo anakuwa hataki yani kushirikiana na wewe kwa kitu kingine. Kwa hiyo maana yake kwamba umeshinda argument, lakini umepoteza uhusiano na mtu yule, umepoteza ushirika na yule mtu. Haya, ukipoteza argument, ukishindwa argument, ndio yule mtu atahisi bora amekushinda, si ndio? Lakini wewe unachukia. Kwa hiyo hamtaweza kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa argument ni kuiepuka, sio kuishiriki. Ukiwini ina madhara, ukishindwa ina madhara. Mfano mwingine kutoka kwenye kitabu ni kwamba mtu mmoja alipenda kubishana watu. Alikuwa anashinda kila wakati kwa hoja zake, lakini hakuwa na marafiki. Sasa siku moja Carnegie alimwambia, kama unashinda argument zote lakini unapoteza watu wote, je, huo ni ushindi au ndio ushindi gani huo? Sasa yule mtu alikasirika mwanzo, lakini baadaye alielewa. Alianza kuepuka arguments na watu wakaanza kumpenda. Kwa hiyo argument ni lazima sana kuiepuka. Na njia moja hapo ni kutambua kama unaingia kwenye argument. Kwa hiyo jiepushe kabisa. Kwa hiyo dhibiti pia hisia zako. Chukua muda wa kujifikiria. Tafuta mahali ambapo panaweza pa kufavor, sio kuingilia mijadala ambayo inaweza kukuingiza katika argument. Kanuni nyingine ni onesha heshima kwa maoni ya mtu mwingine. Yaani heshimu maoni ya mtu mwingine. Usimwambie mtu mara hapo umekosea, badala yake ona hapana. Ukimwambia mtu nakosea, unamsema
yani unamsema kimoja kwa sio moja kwa moja. Hapana, kuna namna ya hekima unaweza kuitumia. Kuna wengine wana respond kwamba mimi ni mjanja kuliko wewe, wewe ni mjinga hivi na vile. Hapana. Ndio, ni kweli kila mmoja anataka kujiona ni mzuri au sahihi, lakini ukimwambia makosa ego yake inaumia. Kwa hiyo mtu ana nature ya kujilinda. Unaona? Kwa badala yake unaweza kutumia njia ya diplomasia. Baada ya kusema kwamba badala unakosea, unaweza kusema naona ingekuwa hivi au naona tungefanya hivi. Unaona? Au unaweza kusema lakini nimekuwa nikifikiria tofauti kidogo, labda nimekosea au labda tufanye hivi. Hebu tuangalie hivi. Unaona? Baada ya kusema kwamba wewe hauelewi, sema nafahamu unavyohiji, lakini nilikuwa nafikiria hivyo hapo awali, lakini baadaye niligundua 1 2 3. Hiyo ni muhimu. Sasa kuna kitabu, kuna mwalimu mmoja alipata mwanafunzi ambaye alikuwa akifanya makosa katika hesabu. Sasa kuna mbinu mbaya bonge ambao sio sahihi. Mwalimu anaweza kusema kwamba hii sio sahihi, umekosea. Matokeo yake mwanafunzi anajisikia vibaya, anakosa moto wa kujifunza. Lakini namna nzuri niposema naona umetafakari hii, lakini hebu tuangalie tena hivi. Unaona, kwa mwanafunzi anagundua makosa yake mwenyewe vizuri na anajifunza. Unaona? Kanuni nyingine ni kama umekosea, kubali haraka na kwa uwazi. Unapokubali makosa yako kwa haraka na kwa uwazi, mara nyingi utaondoa hasira za mtu na akawa honest na wewe. Mara nyingi tunafikiri kwamba kama nitakubali nimekosea nitaonekana dhaifu, watanitumia vibaya, wataniona vibaya, nitapoteza heshima yangu. Lakini hapana, ukweli ni kwamba kukubali makosa kunaonesha nguvu, kunajenga heshima na kunaondoa hata zile mistrust ambazo zingeweza kujidhihirisha. Kwa nini hii inafanya kazi? Kwa sababu ukikubali makosa kwa haraka, kama kuna mtu aliyekuwa amejenga negative argument na wewe, lazima tamdhalilisha. Ukikubali haraka, yule mtu anakuwa hana la kusema tena. Umeona? Kwa kama alikuwa ametayarisha facts za kukubonda, lakini wewe umekubali tayari, maana yake anabaki speechless, anakuwa hana la kusema. Lakini pia inapunguza hasira. Umeona? Inaonyesha unyenyekevu, inakuruhusu wewe kusonga mbele kwa amani. Mfano, Kaji alikuwa akitembea na mbwa wake bila kamba. Sasa kanuni ni kwamba unapokuwa unatembea na mbwa lazima umfunge kamba. Sasa polisi alivyomkuta alimuonya kwamba mbwa lazima awe na kamba. Sasa Kaji alikubali na kuahidi hatafanya tena. Sasa wiki iliyofuata Kaji alifanya tena. Polisi yule alimkuta. Kaji kabla polisi hajasema chochote, akawahi kasema, afande, kwa kweli sina sababu ya kujitetea. Nimefanya makosa. Una haki kabisa kunishtaki. Kwa sababu wiki iliyopita niliahidi na sasa nimerudia kosa lile. Kwa hiyo ni kweli nina makosa. Sasa polisi hakujua la kusema. Unaona? Za mwisho alisema kwamba sawa, najua mbwa wako ni mdogo, lakini hii ni hatari, lazima uchukue tahadhari, siku nyingine umfunge kamba. Unaona jambo kama hilo. Kwa hiyo ile kukiri makosa inasaidia sana. Kwa hiyo njia muhimu ya kukubali makosa, kubali kabisa, kubali kwa haraka, kubali naeleza utafanya nini. Utahakikisha kwamba hautatenda tena. Omba msamaha kama inahitajika. Sasa kuna story ya kampuni moja, kuna kitabu, mfanyakazi alifanya makosa ambayo aligharimu hasara ya pesa nyingi sana, mamilioni ya pesa alipotea. Sasa alijua hapa atafukuzwa kazi na anza kuchukuliwa hatua zingine. Sasa boss alimuita ofisini. Sasa mfanyakazi, kabla boss hajasema chochote, mfanyakazi anasema, ninajua nimefanya kosa kubwa sana. Ni makosa yangu kabisa. Sikuwa makini, nimekosa umakini, sina excuse. Una haki ya kunifukuza kazi na kunifanya chochote, lakini nikipata nafasi sitafanya tena. Nitafanya kila kitu ili kufidia hii hasara iliyopotea. Boss alisimama kimya kwa muda, kisha akasema, nafuu umekubali. Hii inaonyesha uaminifu wako. Hautafukuzwa, lakini hakikisha haitatokea tena. Kwa nini? Boss alikuwa anatayarisha hotuba ndefu ya kumkemea, lakini mfanyakazi alikubali haraka na boss hakuwa na la kusema zaidi. Kwa hiyo
Unapokubali makosa yako kwa haraka na kwa wazi, mara nyingi utaondoa hasira za mtu na kukujengea heshima. Ukijitetea unaongeza dhambi, ukikiri unapunguza mzigo. Sehemu ya 4 ya kitabu ni kuwa kiongozi au jinsi ya kubadilisha watu bila kuwachukiza. Hii nayo pia ina kanuni zake, kila sehemu ina kanuni zake. Na hapa kanuni ambayo tunaanza nayo ni kwamba kanuni ya kwanza kwamba anza kwa kusifia kwa wazi. Anza kwa kusifia kwa wazi. Jinsi ya kuwabadilisha watu bila kuwachukiza. Ni rahisi sana kusikiliza ni rahisi kusikiliza mambo mabaya kuhusu wewe mwenyewe baada ya kusikia mambo mazuri kwanza. Kwa nini? Tunapotaka kumrekebisha mtu, mara nyingi tunasema moja kwa moja kile kibaya kwanza. Tunapohitaji kumrekebisha mtu lazima tutaanza kusema kile kibaya kwanza kuhusu. Unaona? Lakini suluhisho hii ni kwamba anza kwa kusifia. Anza kwa kuzungumza kile kitu kizuri chake, au anza kuzungumza yale mazuri yake, kisha sema kile kibaya. Kwa nini hii inafanya kazi? Inafungua akili. Ukisema kitu kizuri kwanza, mtu anakubali kukusikiliza zaidi. Pia inaonesha haki, sio kukemea tu, unatambua vitu vizuri pia. Pia inapunguza ulinzi, mtu hajihisi anashambuliwa, hapana. Hii ni mbinu ya sandwich. Kaji anasema anatoa mfano mmoja wa ofisini wa mfanyakazi anaitwa Mary. Sasa Mary kuna kosa amelifanya. Sasa anamuita, anamwambia Mary, unafanya kazi nzuri sana katika mambo mengi. Barua zako ni safi, unapanga ofisi vizuri na unakuja kwa wakati. Lakini nimeona umefanya makosa katika spelling hivi karibuni. Ninafahamu una ujuzi. Kwa hiyo natumaini utaangalia tena kabla ya kutuma. Sasa kwa scenario kama hii Mary hawezi kukasirika. Kwa hiyo lazima nasema okay sorry, haina shida. Kwa hiyo na mafanya hivyo umemsahihisha bila kumuumiza. Kanuni nyingine, zungumza kuhusu makosa yako mwenyewe kwanza. Unajua kabla ya kumkemea mtu, zungumza kuhusu makosa yako mwenyewe kwanza. Tunapotaka kumkemea mtu, tunasema moja kwa moja makosa yake. Sasa madhara yake, mtu anahisi kudhalilika, anaumia. Lakini eleza makosa yako kwanza, kisha zungumza kuhusu makosa yake. Hiyo itafanya hiyo unajua kwa nini? Hiyo inapunguza nguvu ya ukemeaji. Ukisema unafanya makosa pia mtu hajihisi peke yake kuwa mbaya. Inaonyesha pia unyenyekevu. Sasa baba alitaka kumrekebisha mwanae kuhusu kupoteza muda kwenye michezo au games. Approach mbaya kwa mfano angesema kwamba wewe unatumia muda wote kwenye games, haufanyi kazi vizuri shuleni. Matokeo yake mtoto anakasirika, hajisikizi. Lakini approach nzuri ni ipi? Ni pale baba anasema mwanangu, nakumbuka nilipokuwa na umri wako, mimi nilikuwa napoteza muda kwenye mambo yasiyo muhimu. Nilikuwa nikicheza sokoni badala ya kusoma, baada yake nijuta sana. Yaani sinataka na wewe ufanye kama mimi. Sikutaka wewe ufanye kama mimi. Naona unacheza games sana. Kwa hiyo labda tunaweza kupanga muda vizuri. Kwa unafanya kama ngisema kwa na wewe angalia jinsi ambavyo unaweza kupanga vizuri muda wako. Matokeo yake mtoto anasikiliza kwa sababu baba ameeleza uzoefu wake kwanza. Nitoa mfano mwingine wa kazini, ofisini. Sasa boss anafanya kazi. Sasa hapo chimbana anakuja anasema kwamba report zako zina makosa. Unatumia muda gani kuandika? Mbona zina makosa sana hivi na vile. Lakini hapo chanzuni pale boss anaweza kaja kusema kwamba nakumbuka nilipokuwa kwa nafasi kama ya kwako, na mimi nilikuwa nikifanya makosa katika report. Sikuwa makini, baadaye nijifunza umuhimu wa kuangalia kabla sijatuma. Neno ripoti yako ina makosa kidogo. Hebu tuangalie namna ya kupunguza haya. Unaona? Hiyo ni mbinu ya vitendo ambayo inamsaidia. Asante kwa kufuatilia uchambuzi wa kitabu. Subscribe na karibu sana kwenye uchambuzi wa vitabu vingine. Asante sana.